Watu kuja CCM ni kwa sababu wana imani kubwa na chama kinachotawala. Yaani kimsingi sisi kwa mfano sasa hivi tunakwenda kwenye uchaguzi. Tunatafuta viongozi kwa sifa zao. Na tunawachambua kupitia vikao na mwisho wa kura za maoni na mwisho wa uteuzi. Tunakwenda kule tunawakabidhi kwenda serikalini kusimamia utekelezaji wa ilani ya CCM. Lakini hatuwaachi tu peke yao, bado tunakuwa tunafuatilia. Kwa sababu sisi ndio tunawaahidi wananchi. Umeona juzi kwenye mkutano mkuu wa CCM imetangazwa na kuibuliwa ilani mpya ambayo ni ya 25-30. Na umeona tumeonyesha mafanikio ya ilani ya 20-20-25. Mafanikio ni makubwa sana katika utekelezaji wa ile ilani ambayo imemalizika. Kwa sasa hivi kuna ilani ya 25-30 ambayo ilani ile ndio ina ahadi ambazo tutakwenda kuambia Watanzania watuamini na kutuchagua, kwa sababu mle ndio kuna ahadi ambazo tutakwenda kuzitekeleza kwa miaka mitano. Kwa hiyo imani hii ambayo inaonyeshwa na wananchi kwa Chama cha Mapinduzi inatokana na uimara wa chama na ushughulikiaji wa changamoto za watu. Na sisi kwenye chama chetu tumesema lazima tunatenga wakati wa kusikiliza kero za watu. Wakati mwingine sio lazima utenge muda, wakati wowote mtu atakapokuja na kero yoyote. Kwa sababu sisi Chama cha Mapinduzi baada ya kumaliza uchaguzi na kuikabidhi ilani yetu kwa serikali na kuwapeleka madiwani na wabunge na wenye viti wa vijiji kwenda kusimamia hayo, sisi tunabaki kama daraja linalounganisha wananchi na serikali. Kwa hiyo inawezekana mwananchi akaenda kule kwenye ofisi za serikali akaona hajatendewa haki au hajaridhika. Anajua hii serikali imetokana na CCM. Kwa hiyo lazima aje kwenye chama kusema nimekwenda kule na jambo 1 2 3 lakini sijaridhika labda na nilivyoshughulikiwa. Kwa hiyo anakuja kuleta kwetu ili na sisi tumuunganishe pia na hii na watu wetu wa serikali kuona jambo hilo linafanywa kazi. Kwa hiyo ni imani kubwa inayoonyesha kwa chama chetu. Ndio maana unawaona wanakuja wengi kuleta malalamiko yao, na yakija malalamiko yao yanashughulikiwa. Yanashughulikiwa. Na hii tunaweza tukatafsiri kama ni kukua kwa demokrasia au baadhi ya viongozi wa serikali kutowajibika. Demokrasia imekuwa, lakini pia ni kweli kwamba pamoja na kuisimamia serikali yetu, lakini wako bado watumishi wa serikali ambao wakati mwingine wanakuwa na uzembe, wakati mwingine watumishi wengine hawatekelezi majukumu yao inavyopaswa. Kwa hiyo mwananchi asiporidhika kule serikalini, anaona njia nyingine ya kwenda kutafuta haki yake au kwenda kuona kama anaweza kusaidiwa ni kwenye chama ambacho ndicho kinaisimamia ile serikali. Kwa hiyo anapokuja huku kwetu na sisi tunaielekeza serikali kushughulikia jambo hilo tukisimamia kwa karibu. Kama sasa lilikuwa linashughulikiwa kwa uzembe, kwa hiyo tunalipa msukumo ili ishughulikiwe kwa vizuri na kwa kufuata sheria na taratibu na liishe, na mwananchi kama amepata haki yake basi haki yake ipatikane, asiendelea kuhangaika kwenye ofisi za serikali akisubiri kutafutiwa majawabu ya jambo lake kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuja kwa wananchi kwa kweli wanakiamini chama, na ndio ukomavu wa demokrasia. Wanajua kabisa serikali yako madarakani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tukipeleka mambo yetu pale, chama kitatusikiliza na tutaelekeza serikali kufanyia kazi. Na ndio maana unaona, kwa hiyo wanawasilisha pale kwa viongozi wetu wakuu wanapokuwa kwenye ziara kule, na wakishawasilisha pale na viongozi wanatoa maelekezo. Unaona katibu mkuu anaelekeza mawaziri kama kuna changamoto hapa ifanyieni kazi, na zinafanywa kazi na majawabu yanapatikana. Unaonaje swala la utekelezaji wa ilani ya CCM hivi sasa tofauti na kipindi kilichopita au miaka 5 iliyopita? Kwa sasa hivi tunaweza kusema kwamba tunaweza kujivunia nini katika utekelezaji wa ilani ya CCM? Sana ndugu mtangazaji, kwa kweli ilani ya CCM 20-20-25 imetekelezwa kwa kiwango kikubwa sana. Na tumpongeze sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo kwanza alivyoikuta nchi wakati anaipokea. Kulikuwa kuna changamoto, kwanza ameipokea nchi katika kipindi kigumu. Hakutarajia kwa sababu msiba hautarajiwi. Amepokea baada ya kuwa Rais Magufuli ametangulia mbele ya haki. Lakini tukumbuke wakati anaipokea nchi ilikuwa katika mdororo wa kiuchumi uliokuwa umetokana na changamoto za madhara ya COVID-19. Kwa hiyo haikuwa tu nchi yetu bali dunia kwa ujumla ilikuwa na mdororo wa kiuchumi, uzalishaji ulikuwa umeshuka kwa sababu nchi nyingi zilikuwa kwenye lockdown na nini.
Kwa hiyo ni kipindi kigumu sana ambacho alipokea nchi, lakini amekuwa shupavu, amekuwa jasiri na ameendelea kuitanua Tanzania kimataifa, kuwaalika wawekezaji kuweka mitaji yao ndani, lakini kuhimiza shughuli za uzalishaji ndani ya nchi yetu. Wakulima walime kwa kuzalisha kwa bidii, wafanyakazi wafanye kazi kwa bidii, wafugaji wafuge kwa bidii na kwa ubora zaidi. Kila sekta ifanye kazi kwa ubora zaidi na uzalishaji mkubwa sana. Na amekuwa akiyasimamia haya na matokeo yake tunayaona. Na fedha nyingi ambazo zimepatikana kutokana na mapato yanayotokana na uzalishaji huo kupitia kodi zao na nini, zimekuwa zinarudi moja kwa moja kwa kugharamia miradi mbalimbali. Umeona ameikuta nchi ikiwa na miradi mikubwa ambayo imeanzishwa na Mheshimiwa Magufuli, miradi ya SGR, bwawa la Mwalimu Nyerere na miradi mingine mingi ambayo kimsingi ilikuwa inahitaji fedha nyingi sana za uendeshaji wa ujenzi wa ile miradi, lakini bado na matumizi ya kawaida ya serikali na miradi mingine ya kawaida ya kijamii, kwa mfano elimu, afya, maji, miundombinu. Lakini zote Mama Samia amehakikisha kila fedha ile inapatikana imekwenda na imesimamiwa vizuri, na utaona kuna maendeleo makubwa sana ambayo yamefanywa kwa ilani hii. Miradi ile mikubwa imekwenda, sasa hivi tunaambiwa bwana Mwalimu Nyerere tayari. SGR alivyoikuta sasa imekwenda mbali zaidi na vipande vingi zaidi vinaendelea kufanyia kazi. Hiyo utaona daraja lile la Kigongo Busisi kule ni karibia linakwenda kufunguliwa. Kwa hiyo na miradi hiyo ya kimkakati kukamilika kwake na nguvu aliyowekeza Mama Samia pale kutokana na mapato ambayo kuna kusanya ndani na fedha za mikopo ya riba nafuu kutoka nje, imesaidia sana kuhakikisha kwamba miradi hiyo inakamilika. Lakini fedha za mapato ya ndani pia zimewezesha kujenga miradi mbalimbali. Utaona kila kijiji, kila kata sasa hivi kuna miradi. Ziko shule nzuri sana zimejengwa. Iko miradi mingi sana ya maji imetekelezwa na RUWASA. Lakini utaangalia kwenye huduma ya afya. Kwa mfano hata hapa kwetu tumeongeza vituo viwili vya afya, lakini zahanati zimeongezeka. Na sasa tena kuna fedha zimekuja nje ya bajeti, kinaongezeka kituo kingine cha afya kule Makame. Kwa hiyo utaona kwamba ilani, ukitizama malengo ya ilani kwa miaka ile mitano, kuna sekta zingine ambazo imekwenda zaidi ya ilivyokuwa tumeahidi. Kwa hiyo imetekelezwa zaidi ya 100% ya tulivyokuwa tumeiahidi ilani kwa 2025. Kwa hiyo tunampongeza sana Mama Samia, tunapongeza sana wasaidizi wake, waziri mkuu, makamu wa rais, lakini na wakuu wetu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi katika kusimamia fedha na kuzifanya fedha zile zitafsirike kama kwa value for money kwa miradi ambayo imetekelezwa. Sasa hivi miradi ya serikali kitizama huko nyuma kuna miradi ilikuwa inatekelezwa chini ya kiwango. Lakini sasa hivi tunaangalia mradi wa serikali umetekelezwa, umefuatiliwa vizuri na mkuu wa wilaya, umefuatiliwa na mkurugenzi vizuri, na kuweka idara. Chama cha Mapinduzi sisi wenyewe tunakuwa na ziara za kukagua miradi kwa ajili ya kukagua utekelezaji wa ilani. Sehemu zenye dosari tunaelekeza zifanyiwe marekebisho, lakini utaona hata Mwenge wa Uhuru unavyozunguka pia unakagua miradi mbalimbali. Kwa hiyo yote hiyo ni katika kuhakikisha kwamba fedha ya serikali inatekeleza miradi kama ilivyokusudiwa.